Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Habari za kijasusi za nchini Marekani zinasema kuwa serikali ya Iran haiko katika hatari ya kuporomoka. Vyanzo vya habari vinasema. Chanzo kimoja kiliambia shirika la habari la Reuters kwamba wingi wa ripoti za kijasusi hutoa uchambuzi thabiti kwamba serikali hiyo haiko hatarini kabisa kuanguka na hakuna uwezekano wa Marekani na Israel kuangusha utawala huo kwa sasa, na inaendelea kudhibiti umma wa Iran. Habari hizo za kijasusi za Marekani zinaonyesha kuwa uongozi wa Iran bado una nguvu kubwa na hauko katika mpango wa kuanguka baada ya karibu wiki mbili za mashambulizi ya Marekani na Israel, kulingana na vyanzo vinavyofahamu suala hilo. Wingi wa ripoti za kijasusi hutoa uchambuzi thabiti kwamba serikali ipo imara na kuiangusha wakati huu ni jambo ambalo haliwezekani, na ndio maana sasa ujasusi huo unaona njia pekee ya kuweza kupambana na Iran kwa sasa ni kujipanga upya, na ndicho ambacho wachambuzi sasa wanasema mipango ya rais wa Marekani ni kuamua kutangaza ushindi licha ya kwamba hawakufanikiwa katika vita hivyo, na ndio maana nasema sasa hawana cha kushambulia kwani wameshambulia kila kitu. Ripoti za hivi punde zilizokamilishwa ndani ya siku chache zilizopita zinaeleza kuwa mashinikizo ya kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yameshindikana. Yalianzishwa maandamano ya kuweza kuangusha utawala, lakini utawala huo ulibaki. Lakini Marekani na Israel wakaamua kumuua kiongozi mkuu wa Iran wakidhani ndiyo sababu ya kuanguka kwa uongozi, lakini hili nalo limeshindikana. Iran imemteua kiongozi mpya muadham wa serikali ya mapinduzi, na kwamba serikali ya kimapinduzi bado ingali inaendelea katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Huku shinikizo la kisiasa likiongezeka kutokana na kupanda kwa gharama ya mafuta, rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kuwa atamaliza operesheni kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani tangu mwaka 2003 hivi karibuni, lakini kupata mwisho unaokubalika wa vita inaweza kuwa vigumu ikiwa viongozi wa Iran wenye msimamo mkali wataendelea kuwa imara. Ripoti hiyo ya kijasusi inasisitiza kwamba mshikamano wa uongozi wa makasisi wa Iran licha ya kuuawa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei mnamo Februari 28, siku ya kwanza mashambulizi ya Marekani na Israel, utawala wa Iran unadaiwa kuwa hauko katika hatari ya kuporomoka, na ndio kwanza unazidi kujimarisha kwa kutafuta njia mbadala za kuweza kujinusuru. Kinachowachanganya zaidi Marekani na Israel ni jinsi ambavyo wananchi katika taifa hilo wanaunga mkono utawala ambao wao wanauona ni utawala wa kidikteta. Ofisi ya mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa na shirika kuu la ujasusi zimekataa kutoa maoni, lakini zimeeleza wazi kusema kwamba mpango wa kuondoa utawala ni mgumu mno. Ikulu ya White House hata hivyo haikutaka kujibu mara moja kutoa maoni yao kwamba ni nini ambacho kinafuata sasa. Lakini pia moja ya jambo ambalo linatajwa ni kubadilisha malengo ya vita. Tangu kuanzishwa kwa vita vyao, Marekani na Israel zimefikia malengo mbalimbali ya Iran, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa anga, maeneo ya nyuklia na wanachama wa uongozi wa juu. Utawala wa Trump umetoa sababu tofauti za vita katika kutangaza mwanzo wa operesheni ya Marekani. Trump aliwataka wa Iran kuchukua serikali yao, lakini wasaidizi wakuu wamekanusha kuwa lengo lilikuwa kuondoa uongozi wa Iran. Mbali na Khamenei, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya makumi ya maafisa waandamizi na baadhi ya makamanda wa ngazi za juu katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, kikosi cha wanamgambo wasomi kinachodhibiti sehemu kubwa ya uchumi. Hata hivyo, ripoti za kijasusi za Marekani zinaonyesha kuwa IRGC na viongozi wa muda waliochukua madaraka baada ya kifo cha Khamenei wanaendelea na udhibiti wa nchi. Bunge la wataalamu, kundi la viongozi waandamizi wa Kishia, mapema wiki hii lilimtangaza mtoto wa Khamenei, Mujitaba, kuwa kiongozi mkuu mpya. Hii ni ishara kwamba utawala wa nchi hiyo haukuanguka. Israel hata hivyo haina nia kuruhusu mabaki yoyote ya serikali ya zamani kusalia, sawa, kilisema chanzo kinachofahamu suala hilo. Haijulikani ni vipi sasa kampeni yao ya kijeshi ya Israel itaiangusha serikali, kwa sababu waziri wa ulinzi amesema mapambano yataendelea mpaka pale watakapomaliza na kufanikiwa malengo yao. Uvamizi kama huo unaweza kuweka shinikizo kwa huduma za usalama za Iran na kuruhusu wa Iran kuinuka dhidi ya serikali, lakini kinachofanyika sasa hivi ni IRGC kuendeleza mapambano na kuishambulia Israel kwa kadri wanavyoweza. Na Israel kimsingi wakati huu maeneo mengi yanatajwa kuharibiwa vibaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.